Majina naitwa Akram Magoti, ni wakili wa kujitegemea, na kwa nafasi yangu na kwa nafanya hapa nitafanya kama wakili wa kujitegemea, lakini pia kama mwanachama wa chama cha mawakili Tanganyika TLS. Kwa ujumla bwana, ni kweli kuna masuala ambayo kisheria yanasumbua, ikiwemo swala la mirathi. Mirathi ni mali ambazo zimeachwa na mtu baada ya kuwa amefariki. Sasa kwa maana ya haraka haraka ni hiyo, kwamba ni mali zile ambazo zimeachwa na mtu pale anapokuwa amefariki, kwa ajili ya kurithiwa na watu wale ambao ni warithi wake. Sasa kija kuzungumzia kwa mtazamo wa sheria, inakusanya mali pamoja na taratibu zinazoongoza usimamizi wa mirathi, kwa maana mali zile zilizoachwa na marehemu, kuanzia kuachwa kwake mpaka kugawanywa kwa wale warithi wanaostahili kupata hizo mali. Na umeuliza ni watu gani ambao sheria inawatambua. Sheria inatambua sasa, sheria iko jumla, kwa sababu kuna sheria mbalimbali ambazo zinatumika kwenye masuala ya mirathi. Kuna sheria takribani imegawanyika kama mara 3 hivi. Kuna sheria za Kiislamu ambazo pia zimetaja ni watu gani ambao ni wanapaswa kunufaika na masuala ya mirathi. Lakini pia kuna sheria za Kikristo ambazo pia na zenyewe zimeweka ni watu gani ambao wanapaswa au wanastahili kupata hizo mirathi. Lakini pia kuna sheria za kimila ambazo na zenyewe pia zinatoa mwongozo na wakina nani wanastahili kupata mirathi. Kwa haraka au kwa ujumla wake, mtu ambaye ana haki au anastahili kupata mirathi kutoka kwa marehemu ni yule ambaye ana ukaribu na marehemu. Tunazungumzia hapa watoto, mke, baba wa marehemu, mama wa marehemu, kama wanakuwepo, na wenyewe wanakuwa na haki ya kurithi. Lakini pia ukija kwenye kimila huku, mirathi inaweza ikazidi wale watu wanaorithi wanaweza wakaongezeka kulingana na taratibu za kimila zinazohusika kwenye eneo husika. Kwa hiyo kama taratibu za kimila zinamtambua kwamba kaka wa marehemu naye anaweza akarithi, pia wanaweza wakamuunganisha na kadhalika. Kujua sasa ni sheria gani inatumika ili kuamua mirathi hiyo iendeshwe kwa namna gani, hiyo ni swala ambalo linahitaji kuangalia vitu vingi. Ambalo swala la kwanza ambalo linaangaliwa ni staili ya maisha aliyokuwa anaishi nayo huyo marehemu. Lakini pia hiyo staili ya maisha ndio inachukulika kwa kiasi kikubwa, au dini aliyokuwa anaiamini huyo marehemu. Sasa inapotokea labda anaamini dini fulani, lakini pia staili yake ya maisha inatofautiana na ile dini, ndio hapo sasa tunarudi sasa kwenye kuangalia pia ile staili yake ya maisha aliyokuwa anaishi nayo, ndio inaweza kapelekea moja kwa moja tujue kwamba huyu sheria gani itakayotumika. Kwa mfano, anapofariki mtu mara ya kwanza, huwa tunaangalia alikuwa ni muumini wa dini gani. Ikionekana ni Muislamu, maana yake hatua ya kwanza itakayoangaliwa hapo, sheria itakayotumika ni sheria za Kiislamu. Lakini kama ikionekana ni Mkristo, sheria zitakazotumika zinakuwa ni za Kikristo. Ila sasa ikionekana sasa staili yake ya maisha aliyokuwa anaishi inatofautiana sasa na hizi sheria, aidha sheria ya Uislamu ama sheria ya Ukristo, kwa imani aliyokuwa anaiamini yeye, maana yake sasa hapo zitakazotumika ni sheria za kawaida zilizotungwa na bunge. Lakini pia ile staili ya maisha ambayo anaishi inaweza ikatuamulia kama zile sheria za kimila zinaweza zikatumika. Kwa mfano, mtu ni Mkristo, chukulie mfano, Wakristo wana ndoa ya mke mmoja. Lakini huyu mtu kwa taratibu labda za kimila kabila lao, wanaruhusiwa kuoa labda wanawake wengi, sawa? Kwa hiyo akawa anaamini kama Mkristo, lakini ana ndoa labda 3. Kwa hiyo nasema staili ya maisha ya huyu mtu, pamoja na kwamba yeye anajitamka kwamba ni Mkristo,
lakini staili yake ya maisha hii inatupelekea kwenye njia nyingine au matumizi ya sheria nyingine ambayo sasa ni sheria za kimila. Kwa hiyo kuna mazingira kama hayo, na hilo ni swala ambalo linaweza likaamuliwa pia na mahakama kwa kuangalia hizo sababu. Sheria za Tanzania pamoja na za kidini hizo tunazozungumzia za kimila zinatambua wosia ambao unaachwa na marehemu. Na wosia unapoachwa na marehemu pale unapoonekana ni halali, basi unatakiwa kufuatwa. Isipokuwa labda kama wosia huo umekinzana na sheria. Nitafafanua. Mtu anapofariki, akiwa kabla hajafariki, akiandika wosia, akaeleza nia yake ya kugawanya zile mali zake kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa za uandishi wa wosia, basi wosia huo utatumika na ndio utakaotumia kuongoza au kusimamia mirathi yake. Na wenyewe ndio utakuwa unaamua ni nani anafanya hivyo. Na kwa nini wanazingatia wosia? Kwa sababu hizi mali zinazogawanywa au mirathi hiyo ni mali za yule aliyefariki. Kwa hiyo kama wosia utabainika ni sahihi na nini, maana yake ni kwamba tutazigawa zile mali kulingana na matakwa ya marehemu mwenyewe, sio kwa ya mtu mwingine. Kwa hiyo wosia unapewa nguvu hiyo kwa sababu unaelezea yale matakwa ya marehemu mwenyewe. Yeye alikuwa anataka nini kuhusiana na mali yake. Lakini imewekewa utaratibu wa namna gani ya kuandaa na namna gani wosia huo unaweza ukatumika na ukasimamia ile mirathi. Kwa mfano, tukizungumzia katika sheria za kimila, wametoa utaratibu kwamba wosia ili uonekane ni halali au chukuliwe kama ni wosia sahihi ambao unaweza ukasimamiwa na mtu akaufanyia kazi au mahakama, maana yake ni kwamba huo umeandaliwa na mtu mwenye akili timamu, na ukitoa utimamu wake awe ni mtu mzima, kwa sababu mtoto hawezi kufanya hivyo. Awe ni mtu mzima mwenye akili timamu, na wakati anaandika wosia huo awe akili yake ni timamu na hajashinikizwa au kulazimishwa na mtu yeyote. Lakini wosia kisheria unapaswa ushuhudiwe, au yani kuwe na mashuhuda walioshuhudia marehemu akiandika wosia na usainiwe. Kwa sheria za kimila wanasema mtu ambaye anajua kusoma na kuandika, angalau wosia wake ushuhudiwe na watu wawili ambao ni mmoja ni mwana ukoo. Na kwa mtu ambaye hajui kusoma na kuandika, angalau wosia wake ushuhudiwe na watu 4, ambapo wawili kati yao wawe ni wana ukoo. Lakini ukija kwa sheria hizi za kawaida, wosia vigezo ni vile vile kwamba lazima huyu mtu anayetoa wosia awe ni mtu ambaye ni mtu mzima au ambaye mtu anaruhusiwa kisheria kuandika wosia. Lakini ukitoa hiyo lazima awe anaandika kwa hiari yake mwenyewe bila kulazimishwa au kushinikizwa na mtu yoyote. Lakini pia ushuhudiwe. Mashuhuda hapo anaweza akawa ni watu wawili wenye akili timamu, watu wazima. Hiyo ndio sheria kwa ujumla wake. Lakini sasa ukienda sasa mbali zaidi kwenye sheria za kidini, sheria ya Uislamu inaongeza kigezo kingine kwamba ile mali unayoitoa kwa njia ya urithi isizidi 1/3 ya mali zako zote, kwa sababu itakapozidi maana yake unakuwa umeenda kinyume na sheria za Kiislamu na wosia huo unaonekana kama sio halali. Kwa hiyo kwa vigezo hivyo vikizingatiwa vyote katika uandishi na uandaji wa wosia, basi wosia huo utachukuliwa ni halali, na inapotokea mgogoro basi au usimamizi wa mirathi ya huyo marehemu aliacha wosia huo inatumika kama nini? Kama sehemu ya usimamizi wake, na itatumika na mahakama itatumia kuongoza mirathi yake. Sasa tunazungumzia utaratibu. Utaratibu uko hivi: mtu anapofariki, wale watu wake wanafanya kumteua mtu wa kwenda kufanya kusimamia mirathi yake. Sasa inapotokea amefariki, ameacha wosia, tunaangalia kwenye wosia ule alioacha amemtamka nani kama msimamizi wa mirathi.
yule aliyetamkwa kama msimamizi wa mirathi ndio ataanza kufanya kuchukua hatua za kuelekea usimamizi wa mirathi yenyewe. Lakini sasa nikijibu swali lako, kama mtu amefariki lakini hajaacha wosia, maana yake sasa sheria inasema kwamba wale ndugu wa karibu, familia au ukoo wake watakaa na kwa pamoja wanaweza kumteua msimamizi mmoja ama zaidi ya mmoja, ambao wakawapa baraka zao kwamba wao ndio wao wasimamizi wa mirathi. Sasa yeyote kati yao kwenye mazingira yoyote ameacha wosia, kwa maana ametamkwa na marehemu mwenyewe kwenye wosia au ameteuliwa na wale wanaukoo au familia ya marehemu, kama marehemu hakuacha wosia, wote watatakiwa kwenda mahakamani kwa ajili ya kuomba kuteuliwa kuwa wasimamizi wa mirathi ya huyo marehemu. Na pindi wanapoteuliwa sasa ndo wataanza majukumu yao ya kusimamia mali, ambapo watakuwa na majukumu ya kukusanya mali zote za marehemu. Watakuwa na majukumu ya wakishakusanya wataanza kuchanganua au kuorozesha madeni ambayo marehemu anayo. Wataorozesha gharama ambazo zimetumika katika usimamizi, lakini pamoja na mazishi na yani vitu vyote vinavyohusiana na marehemu, kama ni gharama za mazishi na kadhalika. Na baada ya hapo wataondoa gharama zote ambazo zinatapaswa kulipwa, na kile kinachobaki sasa kitagawanywa kwa warithi, na itaandaliwa fomu maalum kuonesha kwamba ni mali gani zilizokusanywa kutoka ambazo zimekusanywa za marehemu na namna ambavyo mgao umefanyika, na fomu hizo zitawasilishwa mahakamani, na hatua ya mwisho itakuwa sasa ni ya kwenda mahakamani kwa ajili ya kufunga shauri ile la mirathi. Mwanamke ambaye hajafunga naye ndoa na mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa, ili swala ukiangalia kwa sheria zote zinazohusika na masuala ya mirathi zinatofautiana. Ukienda kwenye sheria za Kiislamu kwa mfano, mwanamke ambaye hajaolewa kisheria anakosa ile haki ya kurithi moja kwa moja, na mtoto alizaliwa nje ya ndoa, maana yake huyo pia anakosa haki ya kurithi kwa marehemu. Sasa kwenye mazingira hayo, maana yake mtoto huyu aliyezaliwa nje ya ndoa kwa mujibu wa sheria za Kiislamu anarithi kwa umamani, kwani kwenye familia ya mama yake ndio atakuwa ujombani, atakuwa na mamlaka ya kurithi huko, anaweza akarithi huko kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Na sheria za kimila pia zipo ambazo zinasema kwamba mwanamke hawezi kurithi mali, isipokuwa labda yeye atarithi atapata mali kutoka kwa wale watoto wake ambao wamerithi, na imetoa ufafanuzi ni nani atakayerithi na namna gani. Sasa ukija sasa kwenye sheria hizi za jamhuri ambazo zimetungwa na bunge, zenyewe sasa zimekuja kuweka msimamo ambao sasa unaondoa ubaguzi wa namna hiyo. Kwa maana kwamba mtoto yule alizaliwa nje ya ndoa au mwanamke ambaye hakufunga ndoa kihalali na marehemu kionekana ni mke wake, kwa mfano hiyo tulikuwa tunasema kufunga ndoa ile sawa sawa, wako anaishi na marehemu, anaweza akapata mirathi yake. Japo sasa kwa jicho pana tunasema ambaye anapaswa kurithi kisheria ni yule mke wa marehemu. Sasa ili kudhibitisha mke wa marehemu lazima uwe na vithibitisho. Sasa kuna vitu vingi vinaangaliwa hapo. Ukija na masuala ya sheria ya ndoa wanasema kwamba kuna mwanamke anaweza hata kama hajafunga ndoa lakini wameishi kwa muda wa miaka 2 na kuendelea, basi mahakama itatengeneza dhana kwamba huyo mume na mke walikuwa wana ndoa na anaweza akapata haki ya kurithi, kama hakutakuwa na hoja kinzani ya kuonesha kwamba huyu hawakuwa wameoana kati yao. Kwa hiyo pale inapothibitishwa kwamba ni wanandoa, ana haki ya kurithi. Na sheria ya jamhuri ambazo zimetungwa na bunge zenyewe zimeondoa ile dhana ya ubaguzi, kwa maana kwamba inapothibitishwa kwamba huyu mtoto ni wa marehemu, haijalishi amezaliwa ndani ya ndoa au nje ya ndoa, basi sheria inampa haki ya kurithi. Na hiyo ni sheria ya mtoto ya mwaka 2009 ambayo ilitungwa baada ya kufuatia taifa la Tanzania kuingia kwenye mkataba wa kimataifa wa sheria ya mtoto, ambao sasa wenyewe ndio ulikuja kuweka msimamo kwamba
watoto wana haki sawa, haijalishi ni watoto waliozaliwa ndani ya ndoa au nje ya ndoa. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria sasa hivi, na kama nilivyosema mwanzo kwenye utangulizi wangu, kwamba sheria za mirathi zitatumika, zile za ndoa au za kidini zitatumika pale ambapo hazikinzani na sheria ya nchi. Sasa kwenye mazingira haya ambapo sasa labda mtoto au mrithi anadai kwamba yeye ana haki ya kurithi, lakini inaonekana kwa namna moja ama nyingine kwa mujibu wa sheria labda za kimila au za kidini hapaswi kurithi kwa sababu labda ni mtoto wa nje, basi itakayotumika hapa ni sheria hizi za nchi ambazo zinasema kwamba hapana, atatakiwa kurithi kwa sababu yeye pia ni nani? Ni mtoto wa marehemu hata kama amezaliwa nje ya ndoa. Kwa hiyo kwa ujumla sheria iko hivyo. Na hiyo dhana ya kwamba mwanamke au mtoto haruhusiwi kurithi sasa hivi inaondoka machoni mwa sheria. Kesi za mirathi zote haziwezi kuamliwa kifamilia. Yaani kesi, ndio maana nilisema mwanzo utaratibu unataka kwamba msimamizi wa mirathi anapoteuliwa, hata kama ameteuliwa na wanaukoo, hawezi kuanza majukumu yake moja kwa moja kabla hajapata baraka za mahakama. Kwa hiyo pale anapoteuliwa ama ameandikwa na marehemu mwenyewe kwenye wosia, jambo la kwanza ambalo anapaswa kulifanya ni kwenda mahakamani kwa ajili ya kuteuliwa, kuthibitishwa. Kwa sababu tuseme kuteuliwa, hawezi kuteuliwa mara mbili. Anayeteua msimamizi wa mirathi ni mahakama. Isipokuwa wanaukoo ndio wanaisaidia mahakama, na hiyo ni utaratibu tu ambao umewekwa na umezoeleka, lakini sio takwa la kisheria kwamba ni lazima wanaukoo wafanyeje, wamteue msimamizi. Sheria inachoelekeza ni kwamba pale marehemu anapofariki, mtu yoyote mwenye maslahi na mali au ile mirathi ya marehemu anaweza akafungua shauri mahakamani la kuomba kuteuliwa kwa msimamizi wa mirathi. Sasa anapoteuliwa kwa msimamizi wa mirathi, mahakama ndio ina jukumu la kumteua mtu kuwa msimamizi wa mirathi. Kwa hiyo wanaukoo kama wanaukoo, wao kama wao, hawawezi kumteua mtu akasema kwamba huyu ndio tumemteua kama msimamizi wa mirathi, akaanza kufanya majukumu yake kama msimamizi wa mirathi bila kupita mahakamani. Kwa hiyo wao walichokifanya ni kumteua huyu mtu, lakini mahakama ndio itaidhinisha huyo mtu anapaswa kusimamia mirathi au la. Na hiyo inafanywa baada ya yeye kupeleka maombi mahakamani. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, hakuna namna ambayo mirathi inaweza ikasimamiwa au ikaendeshwa bila kuihusisha mahakama. Ni lazima watu wataenda mahakamani na watafaili kesi, watapeleka maombi mahakamani kwa ajili ya kuomba kuteuliwa na kusimamia zile mali za marehemu. Na lengo ni zuri kwamba inawezekana huyu mtu aliteuliwa na marehemu mwenyewe kwa njia ya wosia, au aliteuliwa na wanaukoo kwa njia ya kikao cha familia au cha ukoo. Anaweza akawa anafanya mambo ambayo yanaenda kinyume na sheria, au pengine akawa akaendesha ile zoezi kwa ubaguzi au kwa kukiuka misingi yoyote ya kisheria, au kwa kuwanyima watu ambao wanastahili kurithi halali yao. Sasa kwa mazingira hayo, mahakama inatakiwa iangalie na kusimamia hilo zoezi ili kuhakikisha linafanyika katika hali ambayo ni nzuri. Kwa hiyo mtu hawezi kusimamia jukumu hilo kama hajapata usimamizi wa mirathi. Yapo maamuzi mengi na mashauri mengi ambayo yalifunguliwa. Kwa mfano, tuseme mtu marehemu amefariki, ameacha ardhi yake, lakini ardhi yake ikavamiwa na mtu mwingine. Ni kweli watu wanaenda wanafungua kesi kwa kidai mali ya baba yao, kaka yao, dada yao au nani yao aliyefariki huyo sasa. Lakini kwa bahati mbaya unaweza kukuta anaenda kuomba hivyo au kufungua kesi kama hiyo, hajateuliwa na mahakama kuwa msimamizi wa mirathi. Mara nyingi kesi kama hizo huwa zinaondolewa mahakamani kwa sababu ya kuwa zimekiuka matakwa ya kisheria, ambapo yanataka yule anayefungua kesi kwa niaba ya marehemu au ameteuliwa na mahakama kutekeleza majukumu ya msimamizi wa mirathi. Kwa hiyo hakuna sehemu ambako tunaweza tukakwepa kuihusisha mahakama kwenye masuala ya usimamizi wa mirathi ya marehemu. Swala la kufungua mirathi, mahakama hipi inaweza ikasikiliza kesi ya wahusika, inategemeana na aina ya mirathi ambayo inapelekwa mahakamani.
Kwa mfano, unapokuwa umepeleka kesi ya mirathi ya mtu ambaye ni Muislamu ama alikuwa anaishi kimila, kesi hiyo, mazingira hayo ndio atakuamulia sasa upeleke kesi sehemu gani. Kwa hiyo kama mtu alikuwa ni Muislamu na unataka kupeleka kesi mahakamani akiomba usimamizi wa mirathi ya marehemu huyu ambaye alikuwa ni Muislamu, mahakama ambayo inakuwa na mamlaka hapa kusikiliza shauri hili ni mahakama ya mwanzo au mahakama kuu. Mahakama ya mwanzo kwa sababu gani? Kwa sababu sheria ya mahakimu wa mahakama inaitwa hivyo, inasema kwamba mahakama ya mwanzo ina mamlaka ya kusikiliza kesi yoyote ambayo kesi ya madai yoyote ambayo sheria inayotumika kwenye kesi hiyo ni sheria ya Kiislamu ama sheria ya kimila. Kwa hiyo kwenye masuala ya mirathi, unapokuja na mazingira kama hayo, tunaangalia sasa huyu mtu aliyefariki alikuwa ni muumini wa dini gani. Tukishajua ni muumini wa dini ya Kiislamu, tunaweza ikatupelekea njia tunachagua ni mahakama gani. Na akiwa pia alikuwa anaishi kimila, maana yake tutachukua kesi yake na kupeleka kwenye mahakama za mwanzo. Lakini kama ni Mkristo, maana yake mahakama ya mwanzo inakosa mamlaka ya kusikiliza mirathi ya mtu ambaye alikuwa akiamini dini ya Kikristo. Kwa hiyo hapa mahakama ambayo inaweza ikasikiliza mgogoro huo ni mahakama ya wilaya, ambayo yenyewe inaweza ikasikiliza shauri hilo. Pia mahakama kuu wanaweza wakasikiliza shauri hili. Lakini pia kama mirathi hiyo inaweza kuwa ni Mkristo, lakini mirathi hiyo ambayo unaiomba inazidi kiwango cha shilingi milioni 100, maana yake pia mahakama ya wilaya inakosa mamlaka ya kusikiliza shauri hilo. Basi inabaki ni mahakama kuu. Na kuna mahakama nyingine ambayo sijui kwa sasa kwa Kiswahili tunahitaji, kwa Kiingereza inaitwa the district delegate. Maana yake ni kwamba ni mahakama ya wilaya iliyokaimishwa, sijui tunaita hivyo Kiswahili, ambayo na yenyewe pia imepewa mamlaka ya kusikiliza migogoro au mashauri ya mirathi. Yenyewe ina mamlaka ya kusikiliza shauri la mirathi pale tu ya kiwango chochote, isipokuwa pale ambapo mirathi hiyo itapingwa. Sasa yenyewe itakosa mamlaka tu pale ambapo shauri hilo limepingwa na thamani ya halisi ya mali zile za marehemu ambao zinazaniwa kwanza marehemu zinazidi shilingi 15,000. Kwa hiyo kwa mfano, kama ikiwa chini ya shilingi 15,000 mali ya marehemu thamani yake kwa ujumla ni chini ya shilingi 15,000, basi hiyo mamlaka, mahakama ya district delegate inakuwa na mamlaka ya kusikiliza mgogoro huo. Lakini pale inapozidi, na maana yake hiyo mahakama pia inakosa mamlaka, shauri hilo linapaswa kwenda kwenye mahakama kuu. Sasa mahakama kuu kwa ujumla ina mamlaka yasiyo na ukomo. Yaani sheria tunasema ina inherent powers za kusikiliza mashauri yoyote. Lakini ni msimamo wa sheria zetu za hapa nchini kwamba pale ambapo mahakama ya juu inakuwa na mamlaka sawa na mahakama za chini, basi ni vyema wale wanaofungua mirathi au mashauri hayo waanzie kwenye mahakama za chini ili wapate nafasi ya swala lao kutazamwa na mahakama nyingi. Kwa mfano, unaweza kama mahakama yako swala lako linaweza likasikilizwa mahakama kuu, lakini pia linaweza likasikilizwa mahakama ya wilaya, basi unashauriwa uanzie mahakama ya wilaya ili kama hutoridhika na maamuzi yao ulipeleke mahakama kuu kwa ajili ya wao pia waliangalia swala lako, na kama pia hujaridhika upeleke mahakama ya rufani. Kwa hiyo kwa ujumla mahakama zinazohusika na masuala ya mirathi ni hizo ambazo nimezitaja, ambazo kwa haraka haraka ni mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, lakini kwa mirathi isiyozidi milioni 100. Hiyo kuna mahakama kuu ambayo yenyewe ina mamlaka yasiyo na ukomo, lakini kuna ile mahakama ya district delegate ambayo nimekwambia wenyewe watakuwa na mamlaka ya kusikiliza tu shauri ile ambalo halijapingwa na iwapo mirathi hiyo ya marehemu haizidi shilingi 15,000. Lakini pia kuna mahakama ya rufani ambayo yenyewe sasa inasikiliza rufaa kwa kesi ambazo zimetokea mahakama kuu. Kwa
Kwa kiasi kubwa tumezungumza karibu kila kitu, kwa maana ya taratibu zinazotumika, mirathi ni nini, na watu ambao wanaweza wakarithi kwa namna moja ama nyingine ni wakina nani, tumejaribu kutaja. Kuna vitu tu vichache ambavyo labda ningependa kuongezea mbali na hivyo ambavyo tumevisema, navyo ni namna gani watu wanakuwa wanajielekeza katika usimamizi wa mirathi. Ni makosa hapa, labda ni kipe kichwa cha habari kwamba makosa yanayofanywa na baadhi ya watu wengi baada ya marehemu kufariki, na wao wanataka sasa kufanya usimamizi wa mirathi. Kosa la kwanza ni kwamba watu wengi wanafungua mirathi bila kujua kama yule marehemu, yani wanafungua mirathi sehemu ambako hakuna mahakama haina mamlaka ya kusikiliza. Kwa mfano, nimesema hivyo kwa maana kwamba kuna watu wengi ndugu zao ni Wakristo na walikuwa wanaishi Kikristo mpaka wanafariki, na mirathi yao pengine labda wanatamani au marehemu mwenyewe alishaonesha nia ya kuendeshwa kwa njia za Kikristo. Lakini bahati mbaya anapofariki, wao wanachukua shauri hilo na kulipeleka mahakama ya mwanzo, ambapo kama nilivyosema mahakama ya mwanzo inakosa mamlaka. Kwa hiyo ni kosa la kwanza. Kosa la pili ambalo pia linafahamika, linafanywa kila siku na watu wengi, ni kwamba watu wameshazoea kwamba hasa watu wa vijijini, marehemu anapofariki, wakikaa kama familia wakamteua mtu kuwa msimamizi wa mirathi, basi wanajua ndio jukumu lake limeishia hapo. Sana sana watakuja mahakamani inapotokea mgogoro. Hii pia ni kosa, kwa sababu kisheria hata kama wanaukoo wamekuteua au wamemteua mtu kuwa msimamizi wa mirathi, bado ana wajibu wa lazima, yani hapa nasisitiza, ana wajibu wa lazima wa kwenda mahakamani kuomba kuteuliwa kuwa msimamizi wa mirathi. Akishindwa kufanya hivyo, maana yake ni kwamba chochote kitakachofanywa na yeye kama msimamizi wa mirathi kitabatilishwa mahakamani pale ambapo swala hilo litafika mahakamani. Kwa hiyo ni kosa lingine. Makosa mengine sasa haya yapo kiufundi, na ni mazoea ambayo sasa watu wameshazoea, na nayo ni kwamba ni mazoea ambayo ni watu wamezoea kufanya hivyo, mawakili, hata mahakama pia wakati mwingine inaingia kwenye mtego huo wa mazoea, kwamba hawawezi kusikiliza shauri la mirathi bila kuwepo na kikao au muhtasari wa kikao cha wana familia. Hili swala limeshatamkwa sana kwenye kesi nyingi za mahakama zetu za nchini, hasa mahakama zile zenye mamlaka kutoa maamuzi, maana mahakama kuu na mahakama ya rufaa, ambao maamuzi yao yanazibana mahakama hizi nyingine zote za chini. Washaweka wazi kwamba muhtasari wa kikao cha familia au kufanya kikao cha familia tu kwa ujumla sio takwa la kisheria kwamba lazima lifanyike, isipokuwa wanapendekeza kwamba ifanyike kwa sababu ya kuondoa ile migogoro ya mara kwa mara ambayo imejitokeza. Kwa nini hivyo? Tunasema inapofanyika kikao cha familia akateuliwa mtu mmoja, tunasema huyu mtu ameridhiwa na wanafamilia wote na amepata baraka za wanafamilia wote ikiwemo wale warithi. Kwa hiyo huyu mahakama inaisaidia, yani kuwepo kwa kikao hicho na muhtasari huo ni kuisaidia tu mahakama kuonesha kwamba huyu mtu ameridhiwa na wale warithi, lakini sio takwa la kisheria kwamba lipelekee mtu au mahakama ikatae kupokea maombi ya mirathi kwa sababu wamekosa kikao cha wanafamilia. Kwa hiyo hilo ni kosa ambalo pia linafanywa na sisi mawakili kwa kiasi kikubwa, lakini hata pia mahakama kwa wakati mwingine najikuta zimeingia kwenye huo mtego. Zinaweza hasa mahakama za mwanzo zinaweza zikakataa shauri, kupokea shauri makusudi. Wanataka peleke uthibitisho wa kikao cha wanaukoo kwamba wamekutoa kama msimamizi wa mirathi. Hili lilishaelezewa, na kama nilivyosema dawa yake ni kwamba kinapotokea hivyo ni wajibu sasa wa yule muombaji pamoja na mahakama iliyopokea maombi hayo kuhakikisha yale maombi kabla hajaanza kusikilizwa, shauri lile linatangazwa kwenye magazeti yanayozunguka
kwa kiasi kikubwa kwenye taifa letu, kwa maana yale yanayosoma mara kwa mara. Na wakati mwingine mahakama inaenda mbali na kusema kwamba itangazwe kwenye maeneo ya wazi, kama eneo la wazi la mahakama ambako imewekwa matangazo, watu wanaweza kayaona kwenye maofisi ya serikali kama serikali za mitaa, maeneo ya ofisi za halmashauri hizi, kwenye maeneo yale matangazo, au sehemu yoyote ambako watu wanajua tangazo linaweza likaonekana. Mahakama inaweza ikachukua jitihada za kuhakikisha ile swala linatangazwa, ili mtu yoyote ambaye hajaridhika au anahisi ana maslahi kwenye mali za marehemu afike mahakamani. Kama anapinga apinge, na kama hapingi basi aache abariki lile zoezi la kumteua msimamizi wa mirathi. Kwa hiyo kwa kuzingatia hicho, ndio tunaona sasa ule si lazima kuwe na kikao cha familia. Na kuna mazingira mengine sasa unaweza kukuta hata kikao cha familia akikaliki, utalazimisha sasa upokee kwanza muhtasari wa kikao cha familia ili ufungue mirathi. Kwa sababu kuna familia nyingine marehemu anafariki na wanaanza kugombana kuanzia siku alipofariki. Sasa hao watu kusema waje wakae kikao kimoja wamlizie mtu mmoja au watu wawili kwa ajili ya kwenda kusimamia hilo zoezi, inaweza kuwa ni mtihani. Lakini sasa kitu gani kinapaswa kufanyika? Mahakama itapokea, alafu itatoa muda mrefu wa ile maombi kutangazwa, ili kama kuna mtu ana pingamizi, ana swala lolote ambalo anafikiri anaweza akaliwasilisha mahakamani aliwasilishe. Na ndio lengo la kikao. Kwa hiyo hilo ni kosa lingine ambalo watu tunalifanya, kwamba kulazimisha kuwepo na muhtasari wa kikao cha familia. Kosa lingine ambalo sasa linafanywa linahusiana na masuala ya mirathi ni kwamba watu wanakurupuka, wanaanza kuuza ama kushughulika na mali za marehemu bila kupata usimamizi wa mirathi. Kwa mfano, mtu ameteuliwa, wanagawana, au marehemu amefariki, watoto au wale watoto wake au warithi wake wanagawana kimiramira huko, yani kikawaida, wanakaa huko wanaanza kugawana, utachukua nyumba hii, utachukua nyumba ile. Alafu huyu mtu anaenda kuuza ile nyumba bila kupata taratibu za kisheria. Pale inapoonekana kuna mgogoro katika eneo hilo, basi uuzaji ule unaanzia kubatilishwa, kwa sababu yule anayeuza ile mali ya marehemu anakuwa hana mamlaka kisheria. Kwa ufupi vitu ni hivyo kwa ambavyo nimejaribu kuvielezea, japo mambo ya mirathi ni mapana sana. Tukianza kuzungumza na kuchimba kimoja kimoja hapa, pengine tunaweza tusimalize kwa muda mchache, tunaweza kuchukua muda mrefu sana kuyafafanua. Ila kwa ufupi yako hivyo.